Igwen Media, burudani kwa wote. Mtazamaji wa Igwen Media bwana, mimi ni J4G255. Leo tunakuja kuongea na mashabiki sugu wa soka ya hapa nyumbani kuweza kujua changamoto ni hipi ambayo inasababisha mpaka soka nyumbani inashindwa kwenda mbele kama soka zingine za hapa Kigoma. Na ukizungumzia soka ya Nyarugusu, ni soka kubwa ambayo inakuwa inafanyika makubwa zaidi ya soka zote na ligi zote ambazo zinapigwa mkoa wa Kigoma, lakini sisi tunakuwa nyuma. Inakuwa ni kwa nini? Tusikilize mashabiki tuweze kujua changamoto ambayo inasababisha mpaka kabumbu ya nyumbani inakuwa haipo, inasonga kivile. Habari yako? Salama. Kwa majina? Kwa majina naitwa Raiki. Asante kaka. Labda tuambie kwa uchache, kwa nini soka ya nyumbani inakuwa haisongi mbele kama soka zingine na inakuwa ni soka kubwa mkoani Kigoma? Ya soka ya nyumbani kama haisongi mbele kama soka zingine ni kutokana na watu wanaamini sana uchawi. Watu wanaamini sana uchawi. Unakuta mchezaji aweze akacheza mpira au kuingia uwanjani kama hajapakwa hata majifu. At least aone majifu, kuna mtu anakuja kumpa majifu kwamba ndo anaamini hiyo ndio itampa na ni fursa ya kufanyaje ya kucheza mpira. Hicho ndio kitu ambacho kinachangia sana soka ya kwetu nyumbani kutokuendelea. Na vingine utakuta na uhaba wa vifaa. Kuna baadhi ya timu havina vifaa, baadhi ya timu wana wakocha wazuri, wanakosa yale mafunzo ya kutokufunzwa vizuri kutokana na soka ambazo zingine ambazo zinaendelea huko mikoani. Wengine wanasema kuwa ni swala la uamuzi. Waamuzi wenyewe wana tatizo kabisa kuhusiana na matatizo ambayo yanaendelea hapa nyumbani. Wengine wanasema kwamba waamuzi ndio wanasababisha soka kutokuendelea. Hamna bwana, kuna wakati waamuzi wapo sahihi kabisa. Tofauti na hicho kitu, watu wanaamini sana uchawi. Wanashindwa kufanya mazoezi ili wapambane, wanaamini uchawi. Unakuta mchezaji anakaa wiki yuko nyumbani anashindwa kufanya mazoezi kwa sababu ya kufanyaje, ya kuamini dawa iko hapo nyuma. Sasa utakuja kuangalia sasa, imagine sasa ukiweka dawa ndani kwenye boxi pale au kwenye goli pale, kwamba dawa yenyewe ndio uone anacheza mpira pale, uweze ukaiona, inakuwa ni ngumu. Sasa inabidi anayecheza mpira ni nani? Ni mchezaji. Sasa mchezaji anaamini kitu kingine ambacho akifai kabisa, kipo mbali sana na soka. Kuna zingine comment wanakuwa nasema kuwa walimu wako hapo sio wakufunzi, bali ni walimu wa muda tu mchache ambao wanafanya ya kwao ambao wanajua, lakini kufundisha idea atoe mbinu za mchezaji kuweza kufaulu kwenye mechi wanakuwa hawana. Hao wanakuwa sio sababu kwamba walimu sio wakufunzi. Siwezi nikaamini hicho kitu, kwa sababu kuna elimu ambayo ilitokaga mwaka hapo nyuma hapo ya kuwafunza makocha wetu. Walimu wetu walifunzwa, kuna baadhi ya walimu walipita kwenye shule wakafunzwa na wakaelimika vizuri. Ina maana wana elimu fulani hivi ya ukocha wa uchezaji mpira. Siwezi nikaamini hicho. Yaani tofauti na kusema kwamba dawa, wachezaji wa humu ndani wa hapa kwetu wanaamini sana dawa, ushirikina. Tufanye nini sasa ili tuweze kukemea swala la ushirikina uwanjani? Ya cha kufanya, unajua kuna benchi la ufundi. Kuna baadhi na wenyewe wanashiriki sana hivyo vitu. Waepukane sana na masuala ya hivyo vitu sana, kwa sababu ina maana waweke wachezaji kwenye mentality ya nini ya kucheza mpira. Tofauti na hapo hatuwezi tukaepukana na hivyo vitu. Japokuwa ni vitu tuliviishi muda kabisa huko nyuma vya kuamini uchawi, hadi sasa hivi vinaendelea, japokuwa vimepungua kutokana na kuimarisha soka ya hapa kwetu nyumbani, lakini bado vinaendelea. Ina maana itakuwa ni ngumu sana. Na huu msemo ambao amechukua Mheshimiwa Habema ile Kinua ya kusema kuwa timu ikibainika kuwa wanaonesha ushirikina uwanjani wanapewa fine ya kupoteza mechi, inakuaje? Umeipongezaje wewe kama wewe? Amepatia hao bado amekosea? Ya nafikiri hiyo sheria ipo vizuri, na hiyo ndio imepunguza ghasia sana ya watu kuamini uchawi. Nafikiri kama ulivyoona kabla ya kipindi cha kwanza kumalizika, kuna mchezaji kafanya kituko pale, golikipa sijui alifungua kitu gani kwenye kiuno chake akakitupa nje. Refa msaidizi alimsaidia kumuonyesha kwamba ulichokifanya sio kitu kizuri. Nafikiri ni marufuku kabisa, imekatazwa. Kweli kuna watu ambao wanaamini kuwa uchawi wenyewe unasababisha mpaka tunachukua ubingwa, wewe unakataa. Kwa hiyo wachezaji basi na uchawi wafanye nini ili kuweza kuwatoa ile imani ya uchawi na wacheze mpira kama fani yao? Mazoezi tu. Mazoezi. Yeah. Wasaidia. Waweke bidii kwenye mazoezi tu. Tofauti na hicho hakuna kitu kingine. Wafanye mazoezi kwa bidii. Watafaulu, watafanikiwa. Mimi kitu uchawi kwenye mpira mimi sikiamini. Maana mimi mwenyewe hapa nilikuwa nipo mchezaji, lakini kipindi cha nyuma nicheza mpira, lakini sikuwahi kuamini kitu uchawi.
Mimi nilikuwa mtu wa bidii kwenye mazoezi, nilikuwa najituma sana kwenye mazoezi. Sikuwahi kuamini kitu uchawi hata siku moja. Nilikuwa nachukua tu ili kuwaridhisha watu wengine kwa sababu ni kitu ambacho wamekiamini toka muda mrefu. Maana tumepata mengi zaidi na kujua kuwa soka nyumbani inakuwa inapotea kwa sababu ya kuamini ushirikina, uchawi unakuwa unaaminika sana uwanjani pasina kipaji, na hicho ambacho sababu ambayo inakuwa sababisha kabumbu ya nyumbani, soka ya nyumbani inakuwa haisongi mbele. Na nataka nijue kutoka kwako wewe, ni kitu gani kifanyike tofauti na vitu ambavyo aliongea kama mkubwa hapa kuhusiana na soka nyumbani, tuweze kupata soka nzuri na vurugu zipungue uwanjani. Kama ulivyosikia awali hapo, golikipa aliingia na hapo ndipo palipotokea vurugo ndogo chache tu, lakini mwamuzi line 2 akawa anasawazisha na amani kawepo, mpira ukaendelea. Kwa hiyo tufanye nini ili mpira wa nyumbani uendelee? Dondosha comment yako tuweze kujua maoni yako na wewe. Kaka, asante kwa muda wako. Asante. Sina la ziada bana. Hii hapa ni Gwen Media, mimi ni J4G. Nataka nipate maoni yako tuweze kufanyia kazi kuweza kuboresha soka ya hapa nyumbani. Mimi ni J4G kutoka Gwen Media ambaye nakuletea matangazo moja kwa moja hapa bana. Asante kwa muda wako, tukutane muda mwingine kama na huu. Chao. Gwen Media, burudani kwa wote.